kitambo chochote kile. Si lazima sisi mkingani kuwa madarakani. Hapana. Cha tatu, lazima pia vyombo vyetu hivi vya dola vitambue misingi ya kikatiba. Mojawapo ya misingi ya katiba, lazima watambue separation of powers. Kuna mipaka, yani watambue wanapoachana, wanapohusiana. Polisi wafanye kazi zao kama polisi, mahakama ifanye kazi yake kama mahakama, serikali ifanye kazi yake kama serikali, na bunge ifanye kazi yake kama bunge. Ine, lazima wote tutambue pia katika miongoni mwa misingi hiyo ya kikatiba kwamba wenye mamlaka na nchi hii na madaraka na nchi hii, kwa namna nyingine yote, hiyo ni kwa serikali, iwe ni kuitoka katika vyama hivi vya siasa, kupitia katika sanduku la kula, ama kufanya maamuzi vinginevyo, ni wananchi. Tano, lazima pia tutambue kwamba chaguzi hizi ni sehemu mojawapo ya wananchi kushiriki katika uendeshaji wa serikali ya nchi yao. Vyama viwe huru kabisa, utawala wa sheria uheshimiwe, miongoni mwa mambo mengine yoyote yale. Iwe ni CCM kichukua madarakani, iwe ni vyama vingine hivi vya siasa ambavyo mimi na vita ni serikali mbadala, alternative government, kama Nyerere alivyowahi kusema, muda wote wataingia madarakani na sisi mtabakia kwa mpinzani, hata kufutika kama ilivyofutika UNP, kama ilivyofutika KANU ya Kenya, na kama ilivyofutika baadaye kaja kujifua upya Malawi Congress Party MCP. Kwa hiyo lazima mtambu, tunaona mabadiliko makubwa sana Afrika Kusini, tunaona mabadiliko nchi za Afrika Magharibi. Leo Tanzania kuna udhibiti mkubwa sana wa ukuaji wa demokrasia nchini Tanzania. Iko wazi kabisa. Na polisi hawa siamini kana kwamba wanakuja hivi hivi. Uchaguzi umenikumbusha uchaguzi wa mwaka jana hapa Kitangiri wa serikali za mitaa. Vyama hivi viliwekewa mapingamizi. Kwa hiyo haja ya mabadiliko si ya Chadema peke yake. Mimi ndio nisaidie vyama hivi katika mapingamizi yalikuwa yamewekwa. Na yaliokuwa yamewekwa kwa wagombea CCM hawakuyaweka wao serikali za mitaa. Waliweka maafisa watendaji wa mitaa kwa karamu zao, kwa karatasi zao, kwamba mmewekea mapingamizi na wagombea. Na ambapo sheria na kanuni zilikuwa zinataka mgombea yote inafahamika ndio anayeweka mapingamizi. Na hapo ndipo ambapo niliwasaidia katika huduma ya kisheria, wakashinda, tukapangua mapingamizi yote, wakarudisha wote na wajumbe wote wa vyama vyote ACT Wazalendo na Chadema. Hakuna sehemu ambapo walifanikiwa kurudisha wagombea wote kwa idadi inayokuambia mimi huyu hapa. Sasa kitu ambacho sasa baada ya kuwa sasa wamerudishwa, sasa kilichotokea siku hiyo, alipiga simu mwenyekiti wa kata wa CCM, akapiga polisi Kirumba wilayani. Msikize vizuri. Kwa hiyo tunapohitaji mabadiliko ni kweli. Kwa hiyo polisi wanaendeshwa hata na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi za chini sana. Akaja OCD, akaja kanikuta na diwani wa CCM Donald Protas Ndaro. Tumekaa na wale wanasubiri matokeo ya yale mapingamizi baada ya kujibu. Cha ajabu, walikuja na magari wengi. Walikuja twice, mara mbili. Mara kwanza, mara ya pili kweli wakatukuta sisi pale. Walipofika wakaingia ofisini, wakatukuta mimi na jadiana na diwani. Tunaongea tena urafiki tu, kwa sababu mimi ni kiongozi wake wa imani ya dini. Anafika pale OCD, anasema kwamba nasikia kwamba kuna vurugu kubwa sana. Mimi ndio nimwambia kwamba diwani sijibu chochote. Nikamwambia OCD, bahati nzuri mmekuja kwa idadi hiyo. Hivi ulipokuja hapa umeona kitu gani katika umati wote ulioona hao? Wote hao. Hao wamevalia sare za chama chao na wamekaa kwenye mabenchi kwa utulivu mkubwa sana. Dalili gani au kiashiria gani cha uvunjivu wa amani ulichokiona au cha uhalifu hapa? Akasema kweli, alikiri kwa Mungu sana. Akasema kama sijaona. Kama hujaona, nyinyi mpaka mje, tunajua kama mna majukumu mazuri sana katika ujenzi wa taifa letu kwa ulinzi na usalama wetu wa maisha yetu, mali zetu na taifa katika ujumla wake. Kazi yenu ni nzuri, tuna appreciate. Je, nyinyi hamkudetect? Hata katika ujio wenu tumlipaswa kung'amua tu moja kwa moja hivi hawa watu ni watu wa aina gani? Kuna shari hapa? Akasema kwa tujaona katika hali ya namna hiyo. Swali langu la tatu kwake ni muuliza hivi, taarifa uliyosema umepata kutoka kwa nani? Ndio akatuambia, akasema kwamba ni mwenyekiti wa CCM kata ya Kitangiri. Tunamfahamu. Hangi. Ndipo nilipomwambia kwamba yani polisi mnakuja kwa taarifa ya mwenyekiti wa CCM wakata. Sasa umeona kile kitu kilichotokea. Kwa kweli walichukia, maskari waliondoka, wakasema kama kumbe nyinyi waungwana sana, wakaondoka wakaendelea na shughuli zao. Okay, sawa. Tuangalie hili swala umeongelea kuhusu uchaguzi wa 2024 wa wenyekiti wa mtaa maeneo haya ya Kitangiri. Nimekuelewa vyema.
Sasa tunalenga katika uchaguzi wa 2025 ambao utafanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Umeongelea masuala ya mapingamizi. Tunataka tujue kwa hali yanotokea haya mpaka sasa hali ilivyo. Maoni yako juu ya uchaguzi unaofuata. Unautazama vipi kuelekea uchaguzi huu? Unahisi utakuwa uchaguzi wa namna gani mpaka sasa? Kwa ufahamu wangu na kwa uzoefu navyoona mwenendo kabisa wa chaguzi hizi, na nikiwa ni moja kati ya walimu wa elimu ya uraia nchini, hakika tunaelekea kuwa na uchaguzi wa namna ya kipekee wa ajabu sana. Wajibu wake ni upi? Leo kama vyama vinadhibitiwa hivyo mpaka viongozi wao wakubwa, na Nyerere aliwahi kusema kwamba taswira ya chama chochote, taasisi yote ile ni uongozi. Sasa viongozi wale wa vyama wanakabili kama Tundu Lissu, yeye yuko huko kwa tuma nzito za namna hiyo. Wananchi wana imani hapo? Hata kuniambia kama mimi, hiyo ni moja. Pili, ushiriki wao utakuwaje? Watu wameingia hofu sana mpaka dakika hii. Nyinyi mnapita hata mitaani mnaangalia. Gumzo sasa hivi iko juu ya Tundu Lissu. Gumzo iko namna jeshi la polisi linavyotumika kwa sasa hivi. Alafu mbali hapo turudie uzoefu wa nyuma, hata mwaka jana hapa Kitangira hapa, uchaguzi gani ambao tumeshuhudia kabisa kura za bandia zinatumbukizwa humo. Hii ndio tunaita rigging of votes. Rigging of votes ilianza kipindi kile cha mwaka 1957 na mwaka 1963 kwa chama cha ACP kule Zanzibar waliofanywa na ZNP. Kile cha Washirazi wale cha Sultani. Haya mambo ya zamani sana. Unaona, tuliona kilichotokea kaje kutokea mapinduzi kule Zanzibar. Sisi huko tuhitaji mapinduzi. Nchi ilishapata uhuru. Maana yake ni kwamba watu watakosa imani kabisa, watasusia kwa kiwango kikubwa mno. Kwa hiyo jambo gani linahitajika? Kwa hakika panatakiwa pawepo mazingira sawa, haki sawa mbele ya sheria, na mabadiliko makubwa yafanyike katika sheria zetu. Kwa mfano kama Amini Mawakala, mimi nashangaa. Mawakala wanaendaje kuwapa makamera au wanapishwaji? Wanapishwaji mawakala. Kwanza mawakala wanawajibika kwa nani? Mawakala nani anayewatambua? Mawakala anayewatambua ni yule mgombea na chama chake. Mawakala ni wa chama. Leo mawakala nchi nzima, maraki hayo utawapishia wapi? Sisi asijawahi kuwashuhudia tunapa nao. Tusidanganye hapa. Wao unakuta tayari fomu zishajaza misheretu. Mimi alishanipata mimi mwaka 2000 na mwaka 2005, mwaka 2010 na 2015 kugombea udiwani. Na nilijiongeza kabisa mimi fomu 18 kuja kugundua kumbe ameletea fomu chache miongoni mwa fomu 30. Kuja kwa sababu nakuta fomu 18 kuzihakiki viongozi. Vijana, mambo yameanza muda mrefu sana. Sasa madiwani hao kuja kufuatilia, ilibidi nifanye mawasiliano moja kwa moja kwa kutuma faksi makao makuu ya Tume ya Uchaguzi Taifa. Narudia mwaka 2005. Iko kwenye kumbukumbu zangu. Na maagizo yalitoka kwa mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Taifa. Ndipo zikaleteo nikamwambia kwamba nimehakikishia kwamba fomu itakuja na utubia hapa soko la Kitangira hapo. Na kweli nililetewa, ina maana walizipachika. Sasa unaangalia mawakala wanadhibitiwa. Ukienda kwenye vituo vya kupigia kura, kwa mfano mwaka 2020 mpaka mimi tumeona soma JKT wanasema mimi uchaguzi kwa mara ya kwanza, nilicheka sana. Nilishangaa sana. Haya, sawa, kweli ni vitu vya kushangaza ila vinavutia sana. Inahitajika hayo. Nani anakwenda katika uchafuzi wa uchaguzi? Nani anapoteza muda wake bwana? Tuhitimishe, nataka kujua maoni yako na mtazamo wako katika swala hili, yani kwa ujumla. Utupe elimu ya kijumla zaidi kwamba swala hili hasa kwa vile ni mdau katika tasnia ya sheria. Tupe hitimisho lako juu ya swala hili ambalo linaendelea la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tuhitimishie, unaliona vipi? Ni kwamba unajua kesi inapokuwa mahakamani, mahakama haingiliwi. Na kwa vile haingiliwi, lakini haki za mtu haziondolewi. Tundu Lissu apelekwe mahakamani ipate to the case. Hiyo ya treason hiyo. Apelekwe mahakamani. Ina maana kwamba atakapofika wakati wa utoaji ushahidi hata kwenda. Wakati wa kusomewa maamuzi hata kwenda. Sasa sababu ya kutokumpeleka bila sababu zote na wazielezi ni kipi? Haya mambo haya ni uharibifu kabisa wa sheria zetu. Usifanyike hivyo. Utawala sheria ushike nafasi yake, haki za msingi za binadamu ziheshimiwe. Hilo la kwanza. Jambo lingine la pili ni kwamba ifike mahali sasa sisi mjitathmini upya na serikali yake. Na vyetu vya dola. Unaona jeshi la ulinzi lilivyotulia jamani. Yaani tujifunze kwa hata magereza.
Polisi imekuwaje? Polisi wanatumika kama political patronage wa CCM. Ndivyo vilivyo. Waachane mambo haya. Kwa nini wanatuona sisi kama maadui? Kwa lipi? Taifa hili kwa ni la CCM. Wanachama wa CCM. CCM si ndugu zetu, tu njama zetu, marafiki zetu, watu tunahusiana vizuri. Hizi chuki hasa wanaotaka kutengeneza, wanataka kutengeneza bomu gani kuja kulipuka hapo. Sasa hasira zinazojaa katika vifuvu vya watu vizidi kupanuka hivyo. Watadhibitije huko milipuko gani wanataka kutuletea katika amani na ya nchi yetu? Haki zingatiwe. Haki ndio inayosababisha uwepo wa amani. Haki ndio tunda la amani. Hakuna asiyejua kwamba the product of peace is justice. Inaweka wazi. Leo kuna mapepo, narudia tena, kuna soma kitabu hiki cha Wafalme wa Pili, najaribu kuangalia Mungu naye tumpe nafasi yake. Kwa naita kwamba mapepo ya uongo yanayojaa katika vinywa vya watu. Mfalme Ahabu alianguka hivi kama unavyoona jeshi la polisi linafanya kazi hivi kwa kujikombeleza. Hao rambaramba walianza muda mrefu. Mimi siku hapa jina la rambaramba, hao wanaotumika kwa maslahi yasiyo ya umma wa watu. Hao wapo ndani ya vyama humo. Sisi ndio wamejaa kabisa machawa. Rais wetu alishasema kwamba wako machawa humo kwenye mkutano wa Bawacha. Sasa hao watambue pia kwamba jamani, vyama hivi vipo kwa uwiano mmoja, wote tunapigania uendeshaji wa serikali ya nchi, tukipoteleza kutoka na nchi wenye mamlaka na madaraka, amini kwetu sisi wote. Kwa hiyo mambo yote yazingatiwe. Alafu viongozi hao waliokamata ambao umewataja kina Heche hao, Mwaipai hao, idadi kubwa sana imetajwa, wajulikane walipo, wanashiriki katika lipi? Hivi ina maana hata kama wakaachia, na kwa nini wasipeleka kama amefanya makosa, kwa nini wasidhihirishwe kwamba wako wapi? Haya mambo ya kukamata watu wanaficha inasaidia nini? Ndio inaleta amani? Hiyo ni amani hiyo? Hiyo ni amani? Hiyo ni amani? Au inaleta machukizo zaidi? Hapana, usitupelekee nchi huko ambako hatutarajii nchi yetu iende. Nchi yetu wote, taifa letu wote, fahari yetu wote, taifa letu, watu wetu, rasilimali zetu wote, serikali yetu, Kwa hiyo tunajivunia sana taifa letu, asitupelekee taifa letu huko ambako wanatarajia kwenda. Na naamini sasa amiri jeshi mkuu afike mahala aangalie mwenendo wa jeshi la polisi. Wanapata maagizo kutoka wapi? Rais alione hili katika macho mapana kabisa ya uchaji Mungu na katika utawala wa sheria. Haya mambo yaone kabisa na atambue nchi ya mfumo wa vyama vingi. Leo atamaliza muda wake, atarudi kama Nyerere alirudi Butiama pale. Hata Hassan Mwinyi kama tunavyoona Kikwete alirudi kule kwake wapi? Msoga pale. Kwani alibakia Ikulu hapo? Si arudi tu. Atarudi kuishi maisha ya uraiani. Na naamini huyu mama wanatengeneza mazingira gani wanamtengenezea? Mimi katika hili to defend her. Kuna vitu gani wanamtengenezea rais wetu? Mambo haya kwani wafikia anayefurahia? Rais gani wakosa kufurahia watu wake wanadhuriwa hivi? Watu wanapigwa, tunashuhudia kabisa watu wanapigwa virungo pale. Amini Kisutu jana tumeona vya kutosha pale, watu wanakaragazwa tu. Watu wanaenda kokoto huko, watu wajulikane walipa. Hapana. Aamuru hao watu waachiwe. Sheria ifuate mkondo wake na utaratibu wake.